Mafunzo Online TV, habari kwa kina. Ndugu washiriki, tukiwa kwenye maadhimisho haya shamra za ufunguzi wa sherehe za elimu bila malipo Zanzibar, niwaase nimepata bahati kubwa sana ya kupata fursa hii ya elimu ya amali Zanzibar, kwa sababu tunasema hata vitabu vya dini au Waswahili wanasema kama tumeshindwa kupata elimu tujaribu ujinga, kama elimu gharama tujaribu ujinga. Lakini leo hii uwepo wenu na hadhira hii mliokuwepo umetudhihirishia kwamba elimu ya amali ni fursa kubwa sana 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 kwenu, na si kwenu tu, lakini pia ni faida kwa jamii na taifa kwa ujumla. Niwaase ndugu washiriki, elimu hii mkaitumie vyema, kwa sababu elimu ya amali ni fursa na ni njia ya kupata utajiri. Mnafahamu duniani matajiri wengi wameanzia kwenye ujasiriamali. Nadhani wenyewe mashahidi. Nafahamu uongo wengi ambao wamefanikiwa kuwa billionaires wa dunia hii, chanzo cha ubilionea wao ni ujasiriamali. Kwa hiyo elimu hii mkaitumie vyema, mkajifunze na mkauendeleze ujuzi huu kama ni chanzo cha maarifa na mapato na kujiajiri, kujikwamua na hali ngumu ya kiuchumi. Mheshimiwa mgeni rasmi, michezo ni sehemu ya ujuzi. Kwetu sisi tunajua kwamba ujuzi uko aina tofauti, mpaka kusoma mashairi ni ujuzi. Kwa hivyo katika shamba hizi za elimu bila malipo, na sisi mkoa wa mafunzo ya mali tunashiriki katika michezo ambayo mkurugenzi wa vyuo hapa ameshaitaja, lakini kwa hii leo hapa utashuhudia pambano la mpira, na ambalo ndani yake tunaweza tukapata wachezaji watakaofikia kucheza timu za taifa, na naamini wengine ajira yao itatokana na hizi sehemu zao za michezo. Kwa hivyo ujuzi, sehemu yoyote utakayokuwa nayo ni chanzo chako cha ajira, bila kujali ujuzi wa aina gani. Ujuzi wote ule unalipa, na sisi tunasema huku ukiwa na ujuzi, kwa hivyo huwezi kulala njaa. Mheshimiwa mgeni rasmi, mamlaka ya mafunzo ya mali inaendelea kuchapa kazi, na mpaka sasa hivi ina vyuo visipungua 67 ambavyo vimeshasajiliwa kwa Unguja na Pemba na vinatoa mafunzo ya mali. Miongoni mwao viko vyuo vya mafunzo marefu kama hivi unavyoviona hapa, na viko vyuo vya mafunzo mafupi. Kwa utaratibu wetu tumejiwekea katika hii michezo ya mashindano, tunawashirikisha wale tu ambao wana mafunzo ya muda mrefu, wanaotoa zile elimu kwa ngazi ya level 1 na level 2 na level 3 za ule mfumo wa mafunzo ya amali. Wale wa muda mfupi inakuwa vigumu kuwachukua, kwa sababu tunaweza tukaleta mamluki wengi. Mtu akaenda akachukua tu watu, njoni hapa kuna mafunzo ya wiki 2, kumbe alafu analeta kwenye mashindano, kumbe vile sio hasa wale wanafunzi wa mafunzo ya amali. Kwa kukita hilo, hawa waliokuwa mbele yako wote ni wale wanaotoa mafunzo ya amali, na mimi nachukua nafasi hii kuwapongeza sana sana sana. Vijana wengi wanaingia katika matumizi ya dawa za kulevya katika umri mdogo, wakiwa katika umri wa kudevelop vile vipaji vyao, na wengi hao walikuwa na wachezaji wazuri wa mpira, walikuwa ni wachezaji wazuri, walikuwa ni vijana wazuri waliosoma. Pale ninapokuambia mheshimiwa ni kwamba na vijana ambao alikuwa katika hatua yake ya mwisho kukamiliza digrii yake ya sheria, lakini ameathirika na dawa za kulevya, na kijana ambao sasa hivi ni mtaalamu ambaye ni maarufu hapa mjini kwa masuala ya uchoraji na uchongaji wa vifaa vya sanaa, amepitia pale. Kuna vijana ambao ni wachezaji wazuri
wa mpira wa miguu. Tuna vijana ambao ni mafundi wazuri. Wajere yule aliyeko kushotoni kwangu ni fundi mtaalamu wa masuala ya magari. Ana vijana pale ambao wamekuja kwa ajili ya kwamba ni watumiaji wa dawa za kulevya, lakini tukoni tukawagundua kwamba wana vipaji na ni wataalamu, na tunawabakisha sasa hivi pale wanaendeleza ile karakana ambayo ipo pale. Kwa hiyo dawa za kulevya ni janga na linanyakua vipaji vya vijana wetu. Mafunzo Online TV, habari kwa kina.